Habari ndugu wapenzi watazamaji wa Kilimo ni Fursa TV. Leo tupo katika mti ule ule, kama unakumbuka mazingira ni haya, unaona maembe yale nakumbuka So leo nimekuja kuonesha maendeleo ya ile mti ambao tulikuwa tumeanza kuutibu na tukauchimba kama unavyoona. So unaona hapa tuliuchimba tukaja tukafikia nyasi hizi. Unaona nyasi dimia zimeanza kuoza. So unfortunately sasa leo tumekuja na kitu kingine hiki hapa kwa ajili ya kuweza kuutibu mmea. Hiki kitu kinaitwa bwana soil treatment. Umeona soil nini? Soil treatment. Hapa amesema nutrient. Nutrient replacement. So hiki kitu na soil treatment na nutrient replacement ni kwa ajili ya mti kama huu. Umeona mti kama huu wenye changamoto hii. Sio kwamba ile njia ya kwanza tuliyofanya haijafanya matokeo mazuri, hapana. Njoo nikuoneshe. Ile njia ya kwanza ifanye matokeo mazuri, unaona? Mpaka sasa yameanza kuchipua. Njoo oneshe vizuri. Unaona? Yameanza fanya nini? Kuchipua. Unaona huko juu yameanza kuchipua. Majani yanaamka yenyewe, unaona? Kwa ukiona majani sasa yanaamka yenyewe, maana tayari maendeleo yanafanya nini? Ni mazuri. Tulifanyaje? Tulichimba pembeni kwanza ili kuongeza upatikanaji wa nini? Wa oksijeni katika nini? Huu mmea. Kitu cha kwanza hicho. Tukituweka manyasi, maana tayari manyasi yakioza yanarutubisha nini? Ili eneo. Sasa ni kivipi tutatumia hii tiba kwenye huu mmea? Ni kivipi? Tutakunja hivi. Tutakunja hivi. Tutaweka hapa, umeona? Nachukua kiasi cha robo, umeona hiki ni robo kilo. Nitamimina, nitanyunyiza hivi. Umeona? Nitanyunyiza hivi. Nitanyunyiza kote. Kwa sasa hii kazi yake sasa itaenda kuchochea zaidi na kuongeza rutuba hapa chini kwa yale madini ambayo yote yalikuwa yamekosekana, kwa sababu ile eneo lilikuwa halina rutuba. So leo tumetibu ile eneo ambalo nini halina rutuba na tumetibu ugonjwa wa fungus. Na utajaje ugonjwa wa fungus? Umeona umeona haya madini ni asili, na kuonesha kwamba haya madini ni asili na hakika na kuthibitishia kwamba kwa kulamba umeona hii ndo organic. Usitumie mbolea za kemikali kuweza kuharibu ardhi yako. Tumia mbolea asili kuweza kurutubisha ardhi yako daima na daima. Sio mti mmoja tu ambao tunaenda kuutibu, hapana. Ni continuous situation kwa shamba lote. Njoo onesha na hapa. Umeona unaona? Umeona mduara huu? Umeona mduara? Safi kabisa. Huu mduara sasa pembeni huu tulivyochimba hivi tutajaza nyasi. Umeona? Tukishajaza nyasi, kwa sababu unavyochimba hivi unaongeza soil pores au penetration ya oxygen kufika nini kwenye hii mizizi. Kwa sababu gani? Huu mmea umestaki una mambo kama matano. Cha kwanza, mizizi imekosa oxygen ya kutosha. Cha pili, mizizi imekosa umekosa virutubisho vya kutosha. Cha tatu, ile eneo halina virutubisho kabisa. Umeona? Na ugonjwa wa fangasi. Sasa hatua ya kwanza tunaongeza rutuba kwenye udongo, tutafikia nyasi pembeni. Hatua ya pili tutaongeza antibiotic kwa ajili ya kufanya kutibu udongo. Tutaweka yale madini, tutaweka hapa juu, tutamwagilizia hapa juu. Cha tatu tutatibu ugonjwa wa fangasi kwa kutumia nini? Yale madini, kwa sababu yeye anafanya kazi nutrient replacement na soil treatment. So inatibu udongo na inarudisha nini? Virutubisho. Umeona? Sasa kivipi itakuwa ni faida? Sasa ndio huo utaona kwamba yale madini yanafanya kazi zaidi ya 10, kwa sababu yana madini ya boron, yana madini ya zinki, magnesium, potassium, phosphorus, zinki yamo, kwa magnesium, yani madini yale mengi ambayo yanatibu udongo, yanafanya nutrient replacement na vinginevyo vingi. Sasa ni kivipi utapata yale madini ambayo na huduma kama hii labda ya kuweza kutibu mimea hii shambani kwako? Namba zangu za simu ni zile zile 0743 70 74 25. Kwa majina anaitwa Baraka Batson Mgekwa. Mimi ni mwanafunzi kutokea Mbeya University of Science and Technology. Hivi ndio sayansi na teknolojia inavyosambaa. Sasa hapa naonesha na nimetoka darasani. Sasa unaona kwa hivi hapa ndo tutaweza kulitibu shamba hili lote. Waonesha shamba lote. Unaona shamba mpaka kule juu. Kote kuna miti, lakini
haijastawi. Sasa ni kwa nini haijastawi? Ni kutokana nini? Na kosa kwa ukosekanaji wa rutuba. Kama mnavyoona udongo wote ni changarawe, unaona? Hauna tambolea. Wote huu ni changarawe. Unaona udongo? Unaona udongo wote ni changarawe. Hauna nini? Hauna rutuba. Sasa kwa kutumia hii mbinu tutarudisha rutuba, tutaongeza nutrient, tutatibu na udongo. Kwa sababu udongo huu una acidity nyingi sana. Sasa tutafanya standardization ya base kupitia nini? Kupitia yale madini, lakini pia tutatumia mbinu nyingine. Sasa hizo mbinu nyingine ambazo ndani ya boksi nitafute kwa namba zangu za simu 0783707425. Nitakueleza ni njia gani ya kuweza kutibu au kutubisha shamba ambao halina nini? Haina rutuba. So hapa tutatibu fangasi, natibu magonjwa ya kutokuwa na rutuba shambani, natibu vitu vingine vingi. So leo kazi tutafanya kama tulivyopanga. Kwa hiyo tutaweka kila mti tutaweka robo kilo tunatosha kwa kulingana na umri wa mti. Utajiuliza ni kwa nini naweka robo kilo? Ni kulingana na umri wa mti. Kwa sababu kila dozi ni kulingana na ukubwa nini? Wa umri. Yaani ukubwa wa umri unalingana nini? Na dozi. Asanteni sana. Bye.